Nikushukuru vipi mwana michezo kwa kuendelea kukaa ndani ya TV Magharibi kuhakikisha kwamba tunakuta spoti hapa, tunakuja kupiga spoti dakika 30 kuhakikisha kwamba tunangamua yote ambayo iliweza kupigwa weekendi na vile vile ambayo yanazidi kutendeka. Leo nimekuja na washikaji wawili. Upande wa kushoto mkufunzi anajielewa Oscar Wesonga. Mimi naitwa Oliver Ochieng. Karibu sana. Anaitwa Oliver Ochieng. Mimi ni Tekinkene Ndiema. Moja kwa moja tunakwenda hadi uwanjani. Mechi ilipigwa hiyo jana. Nazungumzia Bungoma Starlets ikipiga dhidi ya Sangalo. Matokeo ndo vile regional masala na regional. Coaches unasema kwamba Bungoma Starlets licha ya kwamba wanalalamika ndio, lakini hiyo matokeo ya jana hiyo ni timu ambayo ni Bukavu, timu ambayo tumeizindua hivi juzi hapo uwanja ndege, lakini jana ndio wamekuwa na kipute chao cha kwanza dhidi ya chuo cha ufundi ama chuo cha teknolojia cha Sangalo, ambapo waliweza kulabuliwa mabao 2-1, na kulingana na mlezi wao Bwana Wanyonyi alisema kuwa hawa na dada bado wanahitaji muda wa kufanya mazoezi na ushirikiano na mwingiliano. Pia watakuwa wanatamba sana kwa hizi kaunti ambazo ziko karibu wakitafuta sahihi za wanadada ambao wanapiga shughuli kama na hapo mbeleni tutakuwa tunajivunia pia, manake Bungoma Starlets wakishika kasi watakuwa wanawekwa kwenye mizani ya Trans Nzoia Falcons, pale Mumias kuna Wadadia, pale Vihiga kuna Vihiga Queens, pale Thika kuna Thika Queens na Ulinzi Starlets. Licha ya kwamba ule mkufunzi wao ambao ni Martin Wanyonyi amelalamikia masala na hela. Naam. Unaona kana kwamba ni kuna msukosuko katika timu hiyo ya kina dada Bungoma Starlets. Kwanza unajua Kinken Gema, ukianzisha kikosi cha wanadada kinahitaji tuseme kama wanaume wanahitaji milioni 1, wanadada watahitaji milioni 2. Maana yake unajua wanahitaji vitu mingi. Mara mapambo kidogo, kutumia hizo vitu nini kidogo vile tu unaelewa masuala ya mtoto msichana. Ndio maana yake walidokeza kuwa wanahitaji pia ufadhili kama kaunti ya Bungoma chini ya gavana Bwangamati na seneta Bwana Wetangula wanaweza ingilia kidogo, inaweza kuwa afueni kwa wale wanadada pia kuonyesha talanta zao. Na niliona kwa mechi ya kwanza wachezaji karibu 4, unaona wachezaji karibu 4 wakiongozwa na Velma ambaye ni captain na Diana pale, wanaonyesha kuwa wako na talanta, unaona. Sasa wakishikiliwa mkono watasonga mahali. Naam, Kinken Ndiema anapendeza kwamba Bungoma kuna timu ya wasichana alivyotaja coaches pale awali. Kuna timu Vihiga, kuna timu Kisumu, kuna timu Mumias, kuna timu mpaka pande za Trans Nzoia. Kwa hivyo ni jambo zuri kwamba Bungoma pia kuna hii timu ya kina dada Bungoma Starlets ambayo inakuja kwa njia nzuri sana. Na kuhusu ufadhili ni kwamba katika kila county kuna ile wizara ya michezo. Ukiangalia kwa mfano Vihiga, county ya Vihiga inasimamia Vihiga United, Vihiga Queens na kadhalika. Kwa hivyo naona kwamba ni vizuri kwa county, serikali ya county ya Bungoma chini ya governor Wycliffe Wafula Wangamati kupitia wizara ya michezo iweze kuishika hii timu mkono, kwa sababu ndio timu ya kipekee, hamna timu nyingine ya kina dada hapa pande za Bungoma. Kwa hivyo ni vizuri kwamba serikali ya county ya Bungoma ichukue nafasi, kwa sababu ndio timu imeanza na lazima tuanzie sehemu fulani tukipiga hatua. Itakuja baada ya miaka 2-3 tutaanza kuona matunda ya hii timu. Kwa hivyo hii timu wana county waichukulie kama yao, kwa sababu hawa vijana wa hapa bwana, sio kutoka kwingine. Hii timu ni hapa. Wacha tusikie pia vile vile mkufunzi ama ni mlezi wao anaitwa Martin Wanyonyi. Alizungumza hiyo jana baada ya mechi kutamatika. Wacha tusikie alisema nini baada ya mechi. Tukirejea tunasonga mbele. Action. Kwa majina naitwa Martin Wanyonyi, nikiwa patron wa hii timu ya Bungoma Starlets ambayo ni timu yetu ya county, timu ambayo ilichaguliwa kutoka grassroots wakati walikuwa wanapishana michezo ya governor wa Bungoma Wangamati. Leo tuko hapa kama timu ya county tunacheza michezo ya region ya Western. Na mimi kwanza ninatoa wito kwa viongozi wa Bungoma wajitokeze, tuungane mkono, tusapoti hawa wasichana, kwa sababu Bungoma County hatujawahi kuwa na timu ya mpira ya watoto wasichana. Pati sasa wakati huu tumepata timu, na changamoto ni moja tu, kwamba viongozi wa Bungoma wamekaa kando, hawataki kusapoti timu. Mimi ni mwito yangu, ninaambia governor, ninaambia senator, ninaambia wajumbe wa parliament
naambia wajumbe wa county assembly na kila mkaaji wa Bungoma kwamba tusapoti wasichana wetu ili walete sifa Bungoma, kama vile timu ya wasichana wa Vihiga wamepeleka sifa kubwa huko Vihiga. Na sala ilikuwa hivyo sisi tumeweza kujitazamia na umeweza kuangalia moja kwa moja. Aje twende katika ligi kuu ya FKF Premier League ambayo iliweza kupigwa jana, na kabla tujafika pale Tusker waliweza kusasambuliwa. Tusker waliweza kupigwa goli moja peke yake na timu ya Zamalek. Na timu ya Zamalek kutokea Misri. Angalia historia ya timu ya Zamalek, wanatafuta taji la 6 la Champions League barani Afrika. Kwa hivyo nilikuwa nimejua kwamba wanapokuja hapa Kenya aidha watashinda goli moja kwa nunge ama watatoka sare, ndio mechi ya mkondo wa pili wapate kuwa katika nafasi nzuri, na hicho ndio kitu ambacho kimetokea. Kwa hivyo Tusker na mlima telezo kupanda inaposafiri kuelekea Misri kwa ajili ya mechi ya mkondo wa pili. Nadhani ni juma hili siku ya Ijumaa mechi itachezwa Alexandria. Kwa hivyo ni jukumu kubwa sana kwa Tusker. Kumbuka kwamba kocha wao awali Robert Matano huwa anamwitaga Simba. Alikuwa amesema kwamba wanataka kuhakikisha kwamba Tusker inaonyesha weledi na inafanya Wakenya kufurahia kwamba kuna mchezo kandanda unachezwa humu nchini. Lakini unajua lazima pia alikuwa anasema hivyo, unaweza sema ni mind game, kwa sababu unajua timu za kutoka Uarabuni kila wakati, iwe ni Harambee Stars, iwe ni Gor Mahia, iwe ni FC Leopards, iwe ni Tusker, mara nyingi zinatulemea. Kwa hivyo nahisi kwamba kwa mtazamo wangu kutokana na matokeo ya siku ya weekendi, basi Tusker iko nje ya kipute hichi cha Champions League barani Afrika. Tusker ipo nje kulingana na mazungumzo ya Ochieng. No. Kwako Tusker ipo ndani ama Tusker ishadinguliwa? Iko nje. Manake Zamalek ni bingwa. Lakini goli moja tu. Iko sawa Ken. Manake mimi kitu chenye sijajifunza ni kudanganya. Manake kama ni Zamalek amekuja hapa nya ametuosha. Tukienda pale Alexandria tupikiwe mchele na Bonwaru. Tusker imeisha hivyo. Tusker imeisha hivyo kulingana na mabingwa wawili ambao wameweza kuzungumza na umeweza kusikia wakisema kwamba Tusker ipo nje. Lakini wacha tutarajie, kwa sababu siku zote wanasema 90 itakuwa inaamua kule. Kama Tusker watakuwa wanaingia ama watakuwa wanakanyaga nje. Kama watakuwa wanarejea Nairobi wakisamisha kabisa na Zamalek, ambao watakuwa wanakubali basi kuogelea kwenye lake kabisa. Lakini Ken pia ukishindwa na timu kama Zamalek, yani kwamba kama kocha kama mchezaji hafai kunungunika sana. Kuna ile experience na exposure ambao unapata kucheza na timu kama hizi. Kwa hivyo kama timu kubwa barani Afrika wataondolewa na Zamalek, sidhani kama kuna mtu ambaye atakuwa na manunguniko ya aina yote. Kama ingekuwa ni timu labda kama kutoka Tanzania ama kutoka Uganda, ndio tungesema kwamba hili inakuaje Simba nakubali kushindwa na timu ambayo ni naona kwamba ni rahisi. Lakini Zamalek nadhani kwamba hata hii draw ilipotoka tukajua kwamba kweli kiota cha Tusker ilikuwa tayari kishamea nyasi. Wanaye washazungumza. Moja kwa moja basi waache tuende katika ligi kuu ya FKF Premier League ambayo iliweza kupigwa. KCB dhidi ya FC Leopards. KCB ilikuwa inaonekana kabisa msimu uliokamilika walikuwa wakali zaidi, lakini wamekuja wakapiga sare na FC Leopards. Ndio maana Mswahili akasema kwamba siku zote siku hazifanani. Msimu uliopita KCB ilikuwa miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zinapigiwa upata kushinda ligi kabla ya Tusker kushinda. Na msimu huu tumeona kwamba kidogo wameanza kurudi nyuma kidogo ile kasi. Na ndio mwanzo msimu umeanza, mechi ya pili unakumbuka mechi ya kwanza pia wakufanya vizuri, mechi ya pili umetoka sare na FC Leopards. Wengi hawakutegemea kwa sababu ya matatizo yaliyo ndani ya pango la chui kwa sasa. FC Leopards haina wachezaji wa kutosha, kuna changamoto za kifedha. Kwa hivyo tukiangalia matokeo msimu uliopita, tulitarajia kwamba labda ingekuwa ni mechi rahisi kwa KCB, lakini FC Leopards kongole kwao. Tufai kusifu sana KCB, lakini pia tuangalie kwamba licha matatizo walionayo FC Leopards wamejaribu sana wakalazimisha sare dhidi ya KCB. Tukiangalia msimu uliopita walivyopelekana na Tusker kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na mwisho wa siku wakakosa lile taji. Kwa hivyo nilitegemea kwamba vijana wa kocha Zedekaya ziko tena msimu huu angekuja kwa njia tofauti, lakini kidogo mambo hayajakuwa hivyo. Ndio maana sasa tunasema bwana, siku zote hazifanani na siku hazigandi. Siku asigandi. FC Leopards tunazungumzia Tusker ambao wanaonekana humu nchini hawazungumzi masala na hela. Wanazungumza masala na viwanjani kwenda kupiga mechi. Ili kuaje kulazimisha sare na timu ambayo ina yumba FC Leopards? Unajua mimi nilikwambia kwa KPL timu kubwa ambazo zenye mimi najua hata Tusker mimi simtambui. Natambua Gor Mahia na FC Leopards. Manake hao ndio vigogo. Unaona? FC Leopards ukienda kucheza na jua unacheza na bingwa, jua unacheza na Ingwe ya Matere. Yaani mtu mwenye anaweza kungata wakati wote. Ndio manake walipiga wanambio kisha kuandikisha sare na
mwana bengi si jambo la kiurahisi, unaona. FC Leopards wako na shida mingi, lakini wanajikomoa. Lakini wakipata FIFA ikilegeza kidogo masharti kidogo, wapate sajili kama wachezaji 5 4 hivi, mambo yatakuwa tumbashara. Wale wana bengi wale wako tu. Unajua ni kweli kwamba FC Leopards na Gor Mahia ni timu kubwa, zina historia ndefu, miaka mingi pale juu, lakini kwa sasa hivi ni kwamba kidogo shilingi tunaangalia upande wa pili. Tukiangalia Tusker, tukiangalia KCB, wakati huu zinakuja vizuri sana ikilinganishwa na Gor Mahia na FC Leopards, kwa sababu matatizo yaliyo ndani ya vilabu hivyo. Angalia KCB na Tusker hawana tatizo na hela. Kwa wakitaka kumnunua mchezaji yote siku hii watamleta. Lakini Gor Mahia na FC Leopards hawawezi wakafanya vile. Na ndio maana nikasema kwamba kongole kwa FC Leopards kwa kutoka sare na KCB, licha ya changamoto ambazo wanapitia, wamejizatiti. Lakini tukiangalia katika miaka 2-3 ijayo, nadhani kwamba KCB, Tusker ndio timu za kuangaliwa sana. Lakini unajua Oliver, kitu ambacho kinaweka hii FC na Gor Mahia kukua timu ambazo ni kubwa, ambazo ni timu ambazo ziko na unique features, ni kuwa these are community teams, unaona. Gor Mahia mwanzo wao, alafu kama Tusker si timu ya mtu, yani ni timu ya kampuni, unaona. KCB ni timu ya kampuni, si timu ya community. That's why tunasema kuwa FC Leopards wako na origin ya kivijiji, unaona. Vijiji yao ni eneo la magharibi. Kule Gor Mahia vijiji vyao ni kule Nyanza. Unajua coaches, naposema kwamba Gor Mahia na FC Leopards ni timu za kutoka pale mtaani, community teams. Inamaanisha kwamba wale wachezaji tukiwataja, tutataja mtu kutoka Bungoma, mtu kutoka Vihiga, mtu kutoka labda Mathare. Lakini ukiangalia sasa hivi katika miaka ambayo imepita 2-3, ile identity ya community clubs za Gor Mahia na FC Leopards imetoka, kwa sababu hao jamaa wanachukua wachezaji mpaka kutoka nchi za kigeni. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ule mtazamo, ile picha na ile taswira waliokuwa nayo kwamba sisi ni watu tunawakilisha Kenya, tuna wachezaji kutoka Kisumu, kutoka Mathare, kutoka Kibera. Mtazamo siku hizi haupo, kwa sababu kama wanaweza kununua wachezaji kutoka kule nje, basi inamaanisha kwamba ile identity kidogo imeanza kushuka chini. Na unajua wachezaji wengi, kwa mfano tukiangalia Tusker na KCB, asilimia kubwa pia ni wa Kenya. Kwa hivyo inamaanisha kwamba tukianza kuangalia swala zima la jamii ya Kenya, basi hivi vilabu pia Sofapaka, Tusker, KCB, Mathare pia zinawakilisha nchi, kwa sababu wachezaji asilimia kubwa ni wa kutokea humu nchini. Ni wa kutokea humu nchini. Ashazungumza. Wacha nikupe matokeo ya hiyo jana, ama matokeo ambayo ilipigwa katika ligi kuu ya FKF, ambapo Wasito walikubali kupigwa goli 1-0 dhidi ya Kakamega Homeboys. Kenya Police kakubali kupigwa 2 licha ya kwamba wana marisasi ya kutosha. Mathare United wakakubali kupigwa goli 1-0 na Ulinzi Stars. Tusker FC mechi haikuchezwa kwa sababu walikuwa wanapiga dhidi ya Samalek, lakini wangekabiliana dhidi ya Atalanta. Vile vile KCB waliambulia sare ya 0-0 na FC Leopards ambayo tumekuwa tunazungumzia. Nzoia Shuka ikapiga sare ya 0-0 na Sofapaka. Hapo sasa Posta Rangers ikapiga mtu Vihiga Bullets magoli 4-0 peke yake. Unaona polisi pia kuna zile rubber bullets. Nadhani kwa sasa hivi sio risasi kamili. Risasi za maji zile ilikataa za mipira, kwa sababu unajua pia wanakaribishwa ligeni sasa. Unajua wametoka pale Nyasini wameingia kwenye ligi ya Njugu. Kwa hivyo wanaanza kuweka mikakati. Unajua kwamba mechi kama 3-4 za kwanza zitawasumbua sana. Adaptability watakuwa sawa. Polisi bwana. Nilikuwa napenda kuguzia kwa polisi. Hapana, si kwa polisi. Kwa Sofapaka. Kwa Batoto Bamungu, kwa Eli Kalekwa. Ilikuwa ndi mtama ambapo ilipigwa pale Sudi, na mimi mwenyewe rasmi jeshi langu lilikuwa pale, tukafanya shughuli za kimtu mzima. Licha kuwa Wananzoia walihitaji ushindi. Maana waligongesha walipiga kwenye dakika zaidi ya mara 2, alafu nafasi za wazi kama 2 wakapoteza. Lakini hata 9-10 nilipoongea na Ibrahim Shikanda ambaye pia rafiki yangu mkubwa, akasema kuwa vijana wamejaribu, lakini mechi ijayo watakuwa pia wanasafiri, watajaribu tena zaidi. Naam. Watajaribu tena zaidi. Mechi ambayo ilipigwa vile vile ni watengenezaji wa mafuta, nazungumzia Bidco United walipiga dhidi ya Bandari FC, ambapo Bidco walikubali kupigwa magoli 3-2 kutoka kwa Bandari FC. Na vile vile Kariobangi Sharks mechi ili kupigwa kwa sababu Gor Mahia walikuwa wanapiga mechi. Wacha tuangalie jinsi ambavyo FC Leopards waliweza kuambulia sare ya 0-0. Alafu tukirejea tunapaa basi Europa. Kabisa ngoma ile akaiondosha Mulele na kuhakikisha kwamba anasimama wima kabisa michumani kwa ajili ya kulinda lango la timu hii kongwe kabisa hapa nyumbani. AFC Leopards walikuwa wameingia kwa uzuri kabisa hapa, bila shaka wakiwa na malengo makubwa sana kuandika bao, na hii ilikuwa nafasi adimu, tena nafasi kubwa kabisa, na bila shaka
ngoma ikakuwa imekataa kata, na mara hii tena kawaida nafasi nyingine. Ndipo mambo jinsi ilivyokuwa katika uwanja ule wa AFC Leopards ikipiga dhidi ya KCB ambao ni wanabengi. Acha tupae hadi Europa. Leicester City ilifanya mambo yao City kawapiga Manchester United magoli 4 peke yake kwa mawili. Magoli 4 kwa mawili peke yake. Oliver ilikuwaje? Wamepigwa 5. Kwa hivyo 4 pia akasema tu 5 peke yake. Nazungumzia magoli ya Manchester United. Manchester United atafanya vipi? Manchester nilitarajia kwamba United wangepoteza kwa sababu unajua tumetoka pale ile transfer mechi za kimataifa zile. Ile international window na ukiangalia asilimia kubwa ya wachezaji wa Manchester United wanashiriki timu za kitaifa ukianzia kwa kina David De Gea, wakina Maguire hakuepo, akapata mpaka injury. Alikuwa kwa timu ya taifa kwa sababu ya injury. Kisha kuna Rafael Varane, unakumbuka akishinda Nations League pamoja na Ufaransa akapata jeraha. Wakina Ronaldo akifunga mabao kuweka rekodi mpya katika mechi za kimataifa. Wakina Fernandes, Bruno. Kwa hivyo wachezaji wengi walikuwa katika mechi zile za kimataifa, na ukiangalia upande wa Leicester City sio asilimia kubwa sana. Kwa hivyo wakiwa nyumbani King Power, nilitegemea sana kwamba lazima Manchester United wangepoteza hii mechi, na mwisho wa siku walipoteza. Mwisho wa siku walipoteza. Oscar Wesonga, Manchester alikosea wapi? Leicester akaimarika vipi ndipo sasa akaweza kufungua milango ya Man United? Manchester hakukosea. Manake tulikuwa hapa Alhamisi nikakwambia mtazamaji, Manchester na Leicester itapiga Manchester. Nikampea sababu tu mbili. Kitu ya kwanza, mkufunzi wake rika yake si ya Manchester. Manchester ni rika kubwa kuliko mkufunzi. Kitu cha pili, niliposikia majeruhi ya Rafael Varane na Maguire, licha kuwa walisisitiza lazima Maguire aende acheze, na alipoenda kucheza alipatiana assist ambapo kijana Euro Telsman akafanya shughuli zake. Sasa Manchester mimi sikushtuka, maana yake mimi nilikuwa nishaambia mtazamaji sadaka au kushtuka. Unaposema kwamba Ole Gunnar Solskjaer Masai mwenye asili ya Norway kwamba si Manchester, labda rika Manchester United na rika Manchester United ni kama Zidane na kocha Mourinho, wamekuwa na Louis van Gaal, lakini mambo bado hayakwenda sawa. Kwa hivyo labda wachukue Conte ama Conte kidogo, Zidane hapo, hiyo ndio rika yao. Zinedine Zidane nasikia kwamba ana mtazamo wa kwenda kuwa mkufunzi wa timu ya Ufaransa. Anaazimia sana kwa hiyo miadi. Kisha Antonio Conte, ninapomjua mimi, anaweza kukubali kazi ya Manchester United kwa sababu ya jinsi kile kikosi kilivyo kwa sasa, kwa sababu ukiangalia midfield ya Manchester United kidogo nadhani kwamba kwa sasa iko chini. Na hapo ndio kuna shida kubwa sana. Hapo ndio midfield iko chini. Iko chini. Kujikanganya tu. Fred anafanyanga nini kwenye midfield? Panga Matic, Bruno, Pogba. Midfield safi kabisa. Utalinganisha na midfield gani, Oliver? Hiyo midfield compare na timu kama Chelsea kwa mfano, compare na timu kama Liverpool. Lakini wewe niambie, Oliver, Pogba is a world class player. Matic is a world class player. Bruno Fernandes is a world class player. Sasa McTominay unahitaji na wengine ya Manchester hataisha. Wacha tuachie hapo ya Manchester United. Wacha tuangalie jinsi ambavyo Manchester United waliweza kubali kirahisi kupigwa magoli 4 peke yake kwa mawili. Tukirejea and then the shot from Greenwood, left-footed, curling into the far corner, no chance for Schmeichel. Inacho winning it back edge of the area, Tielemans a right-footed curling shot that has gone in. It's cleared off the line, it's in from Sayuncu. He scored the winner at Old Trafford last season. Has he done it again here at King Power Stadium? Against Castagna, but play is waved on. Vardy, right batting, and Leicester back in front just seconds after they were pegged back, and it is Jamie Vardy. That free kick fits into the near post. Daka has got his first Premier League goal, and will surely see. Ndivyo mambo yalivyokuwa katika uwanja wa King Power Stadium. Manchester akakubali kupigwa 4 peke yake kwa mawili. Mambo rahisi sana. Katika upande wa Chelsea vile vile, Chelsea waliweza kupiga goli moja. Japo tunasema ya kwamba goli ambayo ilikuwa ni ya kufurahia kwa sababu Brentford walijituma kweli. Oscar Wesonga, Chelsea Brentford goli moja. Chelsea walishinda goli moja. Lakini hata tu saizi ukipigia ama ukiongelesha shabiki wa Chelsea umwambie warejelee hiyo game Chelsea dhidi ya Brentford, watakwambia hapana. Maana Brentford ni baadhi ya timu ambazo ni ndogo lakini ziko na tabia za kuaibisha timu kubwa. Unaona? Walipocheza na Liverpool
walitoka sare 3-3. Wakamvamiza Arsenal, unaona. Na Brentford walivyocheza wanacheza ni kama wanacheza finali. Ndio maana yake Chelsea hata alishinda, lakini yeye mwenyewe hakuamini. Lakini licha yote 9-10 ilikuwa Ben Chilwell alipiga bao safi kabisa. Na Mendy siwezi mrule out, maana yake alikuwa man of the match because alikufia timu yake. Na alibeba timu yake kwenye mgongo. Na Brentford unazungumziaje? Timu ambayo ni imeingia kwenye ligi kwa mara ya kwanza lakini imetatiza. Angalia ilitatiza Arsenal, ikawapiga Arsenal magoli 2, ikapata Liverpool ikapiga sare ya magoli 3-3, imekuja imepata Chelsea. Wamepigwa goli moja pekee yake licha ya kwamba waliweza kupiga mlingoti mara 4, mara mbili. Brentford ni Brentford aka nyuki. Unajua nyuki anapovamia mtu haacha hata kitu chochote. Ndio maana yake nakwambia hizi kama Brentford, Wolverhampton ni baadhi ya timu ambazo ziko na tabia mbaya, unaona? Yaani hizo ni timu ambazo zinajipangia timu kubwa. Ndio maana yake utaona kuwa wanapokutana na timu nyingine ndogo usishangae, wanaweza nyoroshwa tu vizuri. Lakini wakipatana na timu kubwa wanaoshwa. Wakipatana na timu kubwa ina maana ya kwamba wanakuwa sawa wakicheza na timu nzito. Wanataka tunasema I want to prove. Wanataka kujionyesha kweli pia wamekuja kwenye ligi. Asante. Wacha tuangalie vile Ben Chilwell aliweza kukunja gula shot na akajaza kwenye kamba wa Brentford. Nataka tuzungumzie kuna mechi ambayo inakuwa inapigwa leo ya EPL. Arsenal atakuwa anapiga dhidi ya Crystal Palace, ikizingatia kwamba kocha mkuu wa Crystal Palace ni legendary wa Arsenal. Nazungumzia Patrick Vieira. Vile vile ukiangalia Arteta, sijui kama Arteta ni legend wa Arsenal ama ni legend wa Everton, sielewi. Hapo ndo sijawahi elewa. Lakini nataka uzungumzie mechi kubwa kwa sababu angalia Patrick Vieira, sijui kama atakuwa anakubali kirahisi au achilie kwa timu ya Arsenal ama atakuwa anadhihirisha kwamba ndio mimi ni legendary na aendeleze matokeo ya kuwapiga zaidi. Unajua hiyo ni legend vs legend. Yaani wale ni wakuu ambao walisakatia Arsenal. Patrice Vieira alipewa mikoba ya Crystal Palace na pale anafanya kazi. Ajua Arsenal ni nani, unaona? Arteta alipewa kazi na Arsenal. Na yeye ni mkufunzi licha kuwa alichezea Arsenal. Au anapokutana leo ni kama mechi nyingine kubwa sana. Na usishangae hata Crystal Palace ikishika Arsenal mashati. Maana Patrice Vieira anajua mfumo ambao Arsenal kila wakati inatumia ya kugonga pasi zirambe nyasi. Ndio maana kuwa kwenye safu ya kiungo ikizidi safu ya kiungo ya Arsenal ikizidi ya Crystal Palace, Arsenal atamshinda Crystal Palace hands down. Na usisahau kuwa Crystal Palace wako na wachezaji wa asili ya Kiafrika ambao wako na nguvu, wako na mbio na wako na power. Lakini squeeze mpira sio mbio, mpira sio nguvu. Mpira ni akili. Ndio sasa Arsenal tuko na akili. Lakini nguvu hizi hazipo. Itategemea midfielders ambao Mikel Arteta ataweza. Midfielder manake ukiangalia viungo wa Arsenal tuseme kama Shaka, Partey na Seba na nani Odegaard. Kama atakuwepo formation iko sawa, tutashinda Crystal Palace vizuri. Lakini kiungo kichanganyika kidogo. Crystal Palace ushangae ikipiga Man Arsenal. Lakini yote 9-10 ni kuwa kwa mwekezaji akitaka kuwekeza. Ekea Arsenal. Ekea Arsenal. Ashazungumza ya kwamba wekea Arsenal. Neno lako la mwisho basi tukiangalia manake masaa ndio vile inapiga mbizi, inapiga milusi. Unajua wakati ni pesa, na saa ni pesa. Neno langu la mwisho Dan Oundo ambaye anasema kuwa ni shabiki wa Manchester licha kuwa waliweza kupokeza kichapo, lakini anasema yuko ndani tangu mwanzo hadi mwisho. Nataka kusema hivi, mpenzi mtazamaji, unajua neno la siri ni siri tu, lakini siri inaweza kuwa kati ya watu watatu. Lakini iwapo kama hawa wawili wataondoka, lakini wasipoondoka hiyo haitakuwa siri, maana siri ni ya mtu mmoja. Siri ni ya mtu mmoja. Siri ni ya mtu mmoja, lakini wakikuwa watatu inabidi hao wawili waondolewe, lakini wasipoondolewa hiyo basi siri. Kwa sababu basi umezungumzia masala na siri. Wachaji walio katika upande wa pili ambaye yupo nyuma ya Mike nazungumzia kamera. Kuna hapa kiongozi ambaye ni mwenyekiti wa Liverpool FC anaitwa Cyrus Chibusia. Piga picha safi kabisa, alafu Masi Embrace, Philip, Abraham,
Marlin, Erico, wengi bana. Lakini si unajua pia mimi nawataja maana yake wanatutendea haki upande wa pili wa studio. Bila hao sisi hatungeonekana bwana. Hamna yote aliyezungumza leo. Wamezungumza lakini bwana kwa sababu ya muda. Kwa sababu ya wanaelewa na wako ndani kama kocha anajielewa pia mimi nimewaelewa. Kesho pia ni siku maana si leo peke yake. Na kesho tupatana hapa tutakuwa wa Arsenal tutakuwa tunafurahia maana yake tumezoea. Sadaki. Kitendawili basi ni usiku wa leo. Arsenal akikabiliana dhidi ya Crystal Palace. Tutakuwa tunapatana katika upande wa pili. Waendelee kukaa pale ndani ya TV Magharibi. Langu jina ni Tekin Ken Ndiema. Tushafunga mchezo kabisa. Chombo kinashuka chini.